SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar, Mheshimiwa Shabani Ali Othman amekutana na watendaji wakuu wa sekta binafsi katika kikao maalum kilicholenga kujadili namna ya kuongeza upatikanaji wa fursa za ajira kwa Wazanzibari kupitia ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Akifungua kikao hicho, Waziri Shabani amesema sekta binafsi ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi na kusaidia serikali kufikia malengo yake ya kuhakikisha wananchi hususan vijana wanapata ajira zenye tija. Amesisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wa sekta hiyo ili kuweka mazingira bora yatakayowezesha kuongezeka kwa nafasi za ajira na kuwafikia wananchi kama ilivyokusudiwa. Kama wizara tulikuwa na mambo mawili ya haraka sana ya kuanza nayo. Moja, kwa sababu ya ukubwa wa wizara na majukumu yake, swala la ajira tumelipa kipaumbele kikubwa sana. Kwa tukasema tuwe basi na mpango mkakati mkubwa ule wa miaka 5 upo, lakini tu break down tuwe na mpango at least mwaka mmoja tuone kwa namna gani tutafikia malengo makuu ya serikali ya upatikanaji wa ajira kwa vijana wetu. Kwa wizara tulihaya mshauri elekezi ili kuandaa mpango kwa ukubwa wake, tuchakate kwa pamoja, baadaye tuende serikalini tukapate baraka ili utekelezwe kwa haraka. Kwa baada ya kubrainstorm pamoja, kwa sababu mtaalamu amemaliza kazi kwa upande wa wizara karibu zote za serikali, ilitubidi sasa tuhamie katika eneo kubwa la sekta binafsi ambao wote tunaamini ajira huko ndo ziliko. Kwa hiyo tusingeweza kuandaa mpango alafu tukauleta kwa utekelezaji. Tumesema tuwe na mpango shirikishi ambao kila mtu atakuwa na mawazo yake katika ufanisi na ufanikishaji wa mpango huu. Kwa hiyo baada ya kupata maoni ya wakuu wa taasisi binafsi, tukaelekeza katika kikao kilichoisha tuwalete pamoja sasa na wale wadau wengine ambao tunaamini wakitoa mawazo yao, michango yao, tunaweza tukafika sehemu nzuri. Tunafanya haya tukiamini sekta binafsi mna mchango mkubwa sana wa kuifikisha serikali kwenye malengo yake, hasa katika swala la ajira. Kwa hiyo namba 1, lakini namba 2, tumeandaa mfumo wa ajira au wa upatikanaji wa hizi ajira, mfumo ambao nafikiri utakuwa na utatu. Utakuwa na wizara ambayo inahusika, utakuwa na watafuta kazi kwa maana vijana Wazanzibari wa Tanzania, lakini tutakuwa na waajiri ambao wengi wenu ndo nyie. Sasa huu nao pia tumesema tuulete ili nao mpate picha kubwa namna gani tunataka kwenda kuzikontrol ajira, na mwisho wa siku tuwe na data ambazo ziko sahihi na zinaakisi zile juhudi kubwa za serikali ambazo imewekeza katika sekta hiyo. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar, Khalid Masudi Waziri, amesema moja ya majukumu makuu ya wizara ni kuhakikisha Wazanzibari wanapata fursa za ajira. Amesema kutokana na jukumu hilo, wizara imeona umuhimu wa kukutana na wadau mbalimbali wa sekta binafsi ili kubaini fursa zilizopo na kuweka mikakati ya kuhakikisha zinawafikia Wazanzibari kwa wakati. Lakini ni swala gumu sana kwa absorb every graduate au kijana yoyote regardless kasoma hajasoma, kumwingiza katika ajira inakuwa ni vigumu sana, na ili lazima kabisa mafanikio yake yanategemea vile vile na private sectors. Private sectors zina mchango mkubwa katika kuachieve these targets. Sasa tumeona kuna haja ya kukutana na private sectors, kuimarisha mashirikiano yetu ili tuone tunaendaje. Ndio maana hapa mkurugenzi kasema kuna fomu tutazijaza ili kujua kuna fursa gani za ajira na uwezekano wa kuzipata ajira ukoje ndani ya miaka hii 5
inayokuja. Akiwasilisha mada, mkurugenzi wa mipango kutoka Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, Nasra Nassor, amesema hadi sasa wizara imefanikiwa kukusanya taarifa za nafasi za ajira 436,413 kati ya ajira zilizokusudiwa. Aidha, amebainisha maeneo 7 yenye fursa kubwa za ajira katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, miundombinu, maendeleo ya ujuzi pamoja na maeneo mengine ya uzalishaji na utoaji huduma, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa sekta binafsi katika ongezeko ajira kwa vijana, hususan vijana. Tukija kwenye national target ilikuwa kwenye ilani inasema 3.5, lakini tukija kwenye population zaidi ya vijana 700,000 ndo kwa mujibu wa takwimu inaonyesha kwamba Zanzibar ina vijana 700,000 ambao wapo ndani, lakini inaonekana kuna, ukija kwenye takwimu za mahitaji ya hilo soko la ajira, zinaonekana takwimu ziko juu zaidi. Kwa hiyo mkakati huu kwa mpaka hapa tulipofika tumeweza kukusanya uwezekano wa upatikanaji wa ajira 436,000. Yaani tuko beyond na ile 3.5 ambayo imetolewa kwenye ilani. Lakini hizi ajira zimeenda kwenye mchanganuo ufuatao. Kwanza kuna direct opportunities ambazo hizi ni ajira zile za moja kwa moja kwamba mtu umemwajiri labda ajenge, inakuwa ni direct employment ambazo zinaonekana ziko 171,000. Lakini ajira za nje za kimataifa kwa mpaka hapa tulipofika tumeona kwamba kuna ajira 10,000 ambayo pia haikugusa idara ya diasporas. Pia kwenye strategic approach hizi ajira tunazipata kwa misingi ipi? Tunazipata kupitia pillars 7 ambazo ni strategic pillars ambazo ni kama zifuatazo. Nao wadau walioshiriki katika kikao hicho wameipongeza serikali kwa kuandaa jukwaa hilo, wakisema litasaidia kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali katika kutatua changamoto za ajira. Wamesema wako tayari kushirikiana na wizara kwa kubadilishana taarifa za fursa za ajira, kutoa mafunzo ya ujuzi na kuongeza nafasi za ajira kwa vijana wa Zanzibar, hatua ambayo itachangia maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Aliyodiskasiwa huku ndani kuhusu swala la kuwezesha vijana wa Kizanzibari kupata ajira, kwangu mimi nadhani ni kitu ambacho kinatakiwa kianze from very level ya chini kabisa, kuanzia jinsi watoto wanavyolelewa, mitaala ya shule inavyoenda. Kwa sababu ukiangalia root cause, mimi generally naona ni chini wanavyoanza ndo. Yes, that's my main issue. Vingi tumejadili sababu tumekutana na wadau mbalimbali, tumejadiliana kuhusu nini kinapaswa kifanyike. Japokuwa kwenye ajira tunaona kuna changamoto nyingi. Kweli wazawa au wenyeji wanataka ajira, na ajira nyingi za sasa kwa sisi private sector zinachikwa sana na wageni au watu wengine kutoka bara. Challenge kubwa tunaiona ni kwamba ni elimu na ujuzi wa kufanya hizo kazi husika zinazotangazwa. Kwa sababu wengi ni graduate, wanatoka vyuo, wanatoka mashule au vocational trainings zote, lakini wanalack experience ya kufanya kazi. Kwa hiyo unajikuta private sector kama sisi mara nyingi tunataka mtu akiingia tuondoke. Yaani sio kwamba tena tuanze kuspendi muda kumfundisha. Kikao hicho kilihitimishwa kwa makubaliano ya kuendelea kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi kwa kuweka utaratibu wa kubadilishana taarifa za fursa za ajira, kuendeleza programu za mafunzo ya ujuzi kwa vijana na kuandaa mikakati itakayochochea uwekezaji unaozalisha ajira nyingi zaidi kwa Zanzibar. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.